Dar es Salaam. Matokeo ya utafiti mpya wa kitaifa wa ukatili dhidi ya watoto na vijana mwaka 2024 yanaonyesha kuwa ukatili wa kingono, kihisia na kimwili kwa watoto umepungua kwa kiasi kikubwa ikilinganisha na utafiti uliofanyika mwaka 2009. Matokeo ya utafiti huo yamebainishwa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima jana jijini Dar es Salaam. Dr. Gwajima amesema utafiti huo ulifanyika kati ya mwezi Machi na Juni mwaka 2024 na uliwafikia watoto 11,414 wenye umri wa miaka 13 hadi 24 kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Ukatili kwa watoto wa kike wa kingono umepungua kutoka 33% hadi 11%. Ukatili wa kihisia umepungua kutoka 25% hadi 22%. Na watoto wa kiume, ukatili wa kingono umepungua kutoka 21% hadi 5%. Ukatili wa kimwili umepungua kutoka 74% hadi 21%. Na ukatili wa kihisia umepungua kutoka 31% hadi 16%. Amesema mafanikio hayo yametokana na jitihada za pamoja kati ya serikali na wadau mbalimbali katika kupinga ukatili, ikiwemo utoaji wa elimu kwa umma, marekebisho ya sheria na utekelezaji wa mikakati kama mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto MTAKUWA. Mwanza. Uongozi mpya wa chama cha walimu CWT nchini uliochaguliwa usiku wa kuamkia leo umetakiwa kusimama imara katika kutetea maslahi ya wanachama wake kutoka kwa mwajiri. Rais mstaafu wa chama cha walimu Tanzania Bwana Gresham Mukoba ameiambia Radio Kwizera leo kuwa baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa viongozi wa CWT, viongozi hao wanatakiwa wapiganie maslahi ya wanachama. Sasa kama vyama vya wafanyakazi havina viongozi wenye kuona kwamba hii keki ni yetu wote, tunatakiwa tugawe ambao kila mmoja afaidike nayo, basi watasalimisha kwa mwajiri. Hao waliochaguliwa watakiwa waelewe kwamba kwenye chama cha walimu wanakwenda kufanya nini. Kuna mtu mmoja wa Ghana aliwahi kutuambia kwamba baada ya mmoja kuchaguliwa nchini kwao kuongoza wafanyakazi, akasema nimechaguliwa kula kwa niaba yenu. Sasa hawa viongozi wa chama cha walimu hawakuchaguliwa kula kwa niaba ya walimu. Katika uchaguzi huo uliofanyika mjini Dodoma, Bwana Selemani Ikomba amechaguliwa kuwa rais wa CWT kwa kupata kura 608, akimshinda aliyekuwa akishika nafasi hiyo Bi Lea Ulaya aliyepata kura 206. Wajumbe wamemchagua Bwana Josefu Misalaba wa Dodoma kuwa katibu mkuu, huku Mwalimu Magesa Protasi wa Buhigwe mkoani Kigoma akichaguliwa kuwa naibu katibu mkuu wa CWT. Kibondo. Serikali wilayani Kibondo mkoani Kigoma imesema hali ya amani imezidi kuimarika katika mipaka yake na nchi jirani ya Burundi kutokana na vitendo vya uhalifu kupungua kwa kiasi kikubwa katika maeneo hayo. Akiongea katika kikao cha ujirani mwema kilichofanyika wilayani humo kati ya viongozi wa Burundi na Tanzania, mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agre Magweza amesema ulinzi na usalama wa mipaka yetu ni jukumu la kila mwananchi wa Tanzania. Kanali Magweza amesema ushirikiano kati ya nchi hizo mbili ndio umeendelea kuleta matokeo hayo, jambo ambalo linawasaidia wananchi kupiga hatua ya maendeleo katika shughuli wanazozifanya. Kwa ujumla, hali ya usalama baina ya nchi zetu hizi mbili, hasa kwenye huu mpaka wetu wa Kibondo, Gisuru, Rutana, mimi kwa ujumla naiona kama mambo mengi yale ambayo yalikuwa ni ya kiuhalifu yameendelea kudhibitiwa. Ni ishara kwamba wajumbe hawa wanafanya kazi nzuri pamoja na counterparts wao kutoka Burundi, na wapongeza sana kwa kazi nzuri ambazo wanaendelea kufanya. Baadhi ya wananchi na wadau wa amani wilayani Kibondo
wamesema wataendeleza juhudi za serikali kuimarisha amani na usalama kwa kutoa ushirikiano ili kuhakikisha hakuna viashiria au uvunjifu wowote wa amani unaoweza kujitokeza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Washington. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, Dr. Natalia Kanem, ameonya kuhusu kushuka kwa viwango vya watoto wanaozaliwa duniani, akisema ulimwengu unashuhudia kuporomoka kwa idadi ya watu. Dr. Kanem amesema uchunguzi uliohusisha watu 14,000 kutoka mataifa 14 umeonyesha kuwa matatizo ya kifedha na kukosa mwenza anayefaa kuwa sababu kuu za watu kusita kupata watoto. Ripoti mpya ya UNFPA imesema watu wengi wanataka watoto wawili na zaidi, lakini mamilioni ya watu duniani hawawezi kufikia matamanio yao ya kuanzisha familia kama wanazozitaka. Mtu mmoja kati ya 5 waliohojiwa wamesema bado hawajapata au hawatarajii kupata idadi ya watoto wanaowataka. Nchi zilizohusishwa katika utafiti huo ni Korea Kusini, Thailand, Italia, Hungary, Ujerumani, Sweden, Brazil, Mexico, Marekani, India, Indonesia, Morocco, Afrika Kusini na Nigeria, ambazo zote kwa ujumla zina 1/3 ya idadi ya watu duniani. Paris. Viongozi wa dunia wametoa wito kuwepo kwa sheria kali za kusimamia uchimbaji wa madini ya baharini na kuonya dhidi ya harakati za kuendesha shughuli hizo zinazotishia kuharibu sehemu ya chini ya bahari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa bahari ulioanza jana mjini Nice, kusini mwa nchi hiyo, amesema sio busara kuanzisha shughuli za kiuchumi ambazo zitaharibu sehemu ya chini ya bahari na kuathiri viumbe hai. Idadi ya nchi zinazopinga shughuli hiyo iliongezeka jana Jumatatu na kufikia 36, ambapo Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ametoa wito wa hatua ya wazi kutoka kwa mamlaka ya bahari ili kukomesha mbio zinazoshuhudiwa za madini ya baharini. Naye Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anaunga mkono mapendekezo hayo na kuhimiza tahadhari wakati nchi zikiendelea kushughulikia swala hilo jipya la uchimbaji wa madini ya baharini. Wawakilishi wa nchi 130 wanahudhuria mkutano huo wa 3 wa Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa bahari utakaomalizika siku ya Ijumaa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Matokeo ya utafiti mpya wa kitaifa wa ukatili dhidi ya watoto na vijana mwaka 2024 yanaonyesha kuwa ukatili wa kingono, kihisia na kimwili kwa watoto umepungua. Uongozi mpya wa chama cha walimu CWT nchini uliochaguliwa usiku wa kuamkia leo umetakiwa kusimama imara katika kutetea maslahi ya wanachama wake. Na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA ameonya kuhusu kushuka kwa viwango vya watoto wanaozaliwa duniani. Waza Wazua. Msikilizaji, haukui kama hauwezi kupoteza baadhi ya uliowaita marafiki. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.